kupa kumiliki na kutawala vinavyotambaa, vinavyotembea, vilivyoko juu ya nchi, vilivyoko chini ya maji. Alipewa Adamu, lakini alipojaribiwa Adamu akaenda kinyume na maelekezo ambayo Mungu amempa, na alichokifanya kile kikawa sababu ya Adamu kumkabidhi shetani ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu wote ukawa chini ya utawala wa shetani, wakati Mungu aliweka chini ya utawala wa mwanadamu. Kwa hiyo kutokea wakati huo mwanadamu alipoteza nafasi yake ya kumiliki na kutawala, akawa anamilikiwa na kutawaliwa na Ibilisi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ya kupoteza nafasi ya kumiliki na kutawala, akajikuta mwanadamu anaishi chini ya utumwa, anaishi chini ya adhabu. Maandiko yanasema kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo Adamu alipokosea alisababisha dhambi kuingia ulimwenguni, na kwa sababu hiyo dhambi ikatawala watu wote, hata ambao hawakufanya kosa lililo sawa na Adamu, na kwa sababu hiyo mauti ikatawala ulimwenguni. Na sheria inasema katika ulimwengu wa roho mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo ili kutengeneza kosa anatakiwa mtu aifie dhambi yake mwenyewe. Kwa hiyo wakati wote hakuna mwanadamu ambaye alikuwa tayari kuifia dhambi yake mwenyewe, kwa sababu kutoka chini ya utawala wa dhambi na mauti kulitegemea mtu kulipa hilo kosa kwa mauti yake mwenyewe. Kwa hiyo wanadamu wote hawakuwa na uwezo wa kulipa kosa lao. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu ni pendo, maandiko yanasema aliupenda ulimwengu, na kipimo cha kuonyesha kwamba ameupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu hakutolewa kwa ajili ya Wakristo kwa sababu hawakuwepo wakati huo. Yesu hakutolewa kwa ajili ya watakatifu kwa sababu hawakuweko wakati huo. Yesu alitolewa kwa ajili ya ulimwengu wote, ambao mbele za Mungu ulimwengu wote ulionekana ni wenye dhambi. Mbele za Mungu ulimwengu wote ulionekana unastahili hukumu. Kwa hiyo Yesu anakuja wakati ambapo anatakiwa auhukumu ulimwengu kwa makosa yao. Maandiko yanasema Mungu hakumtuma kuja kuhukumu ulimwengu, bali alimtuma ili ulimwengu upate kuokolewa katika yeye.